You are watching to BW Media. Stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na tunaendelea na lesoni yetu hii ya robo ya pili, tukiwa na somo zuri kabisa linaloelezea vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Na leo tuko somo la 5 juma hili. Tutakuwa tunaangazia, mpenzi mtazamaji, mataifa sehemu ya pili. Nikukumbushe tu, juma lililopita tulikuwa tunaangalia mataifa sehemu ya kwanza, na leo sasa tutakwenda kuhitimisha sehemu hii ya pili. Fungu la kukariri litakuwa linatoka katika kitabu cha Zaburi 46 na ule mstari wa 10. Nalo linasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Hili ni fungu elekezi tutakalokuwa nalo juma hili katika Zaburi 46 na ule mstari wa 10. Karibu mpenzi mtazamaji wa pamoja nasi, na leo studio nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani. Niko na mwinjilisti Matthew Masaka, lakini pia niko na daktari Martin Maduhu. Hao wote wanachambuliwa kwa undani kabisa na kwa uzuri kabisa kuhusiana na mada yetu hii ya siku ya leo. Na mimi leo mchambuzi wako na mtangazaji wako ni Miriam Mwesau. Karibu pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Na tunapoenda kufungua kipindi chetu sasa, nimkaribishe daktari atufungulie kwa ombi. Karibu. Naam, na tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, umetukirimia afya na uzima tena mahali hapa tutakapokuwa tukijadili mada hizi mahususi kwa ajili ya maisha yetu. Roho yako mwema akatufunulie sote kwa pamoja, jopo zima la uchambuzi, lakini pia mtazamaji anayefuatilia. Roho mwema akawe pamoja naye, amfundishe na kutaka kujifunza zaidi. Tunaomba haya katika jina lako Yesu, amen. Amena. Mpenzi mtazamaji, ombi hilo sasa ndilo linatupeleka moja kwa moja katika somo letu la juma hili. Lakini nipende kushukuru mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia, na sisi tunathamini mchango wako. Kuna swali hapa juma lililopita liliulizwa na mpenzi mtazamaji wetu hapo anayetufuatilia kwa uzuri kabisa. Sasa kabla sijamkaribisha mwinjilisti Masaka atupeleka katika utangulizi, ningeomba aweze kujibu hilo swali, na akisha maliza atatupeleka katika utangulizi wa somo la juma hili. Karibu. Mtazamaji wetu alifuatilia somo lile la 3 linalozungumzia habari ya mataifa sehemu ya pili, sehemu ya kwanza, na akawa na swali ambalo aliuliza linasema hivi: kwa nini Waadventista tunafanya Pasaka kila robo au zaidi, tofauti na Wakristo wengine? Ndio swali lake la msingi, na tunashukuru swali ni swali zuri la kutaka kuelewa na kwa nini Waadventista tunafanya Pasaka kila robo au zaidi, tofauti na Wakristo wengine. Tunapoangalia Pasaka, historia yake inaanzia kule Misri, kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 12. Mungu alitoa maelekezo kuhusiana na Pasaka, na nitasoma katika aya ile ya 27. Unasema kwamba ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainamisha vichwa wakasujudu. Soma sura nzima ya sura ya 12, tunaona historia ya Pasaka. Mungu alipotaka kuwakomboa Wanaisraeli kutoka katika nchi ya Misri, aliwapatia maelekezo kwamba waandae Pasaka. Utaratibu ulikuwa ni hivi:
waandae mikate isiyochwachwa, yani isiyotengenezwa kwa kutumia ile hamira, lakini na mwanakondoo. Kwa watakuwa wanaandaa kulingana na ukubwa wa familia. Kama familia ni ndogo, mtashare familia kadhaa kwa ajili ya yule kondoo, maana natakia kondoo yule anapoandaliwa atumiwe na aishe, kisibaki chochote. Na wakafanya vile lile agizo, lakini wanapochinja yule kondoo wa Pasaka, wanapochinja ile damu wanaipaka katika miimo ya milango na katika vizingiti vya milango. Kusudi lilikuwa ni nini? Hii ilikuwa ni damu ya agano ambayo malaika usiku ule alikuwa anapita katika pigo lile la mwisho la 10 la taifa la Misri, kuua wazaliwa wa kwanza kuanzia wa wanyama, wanadamu pamoja na viumbe wengine ambao wanafugwa katika taifa lile la Misri. Ilikuwa ni hukumu ya mwisho ya Mungu ambayo itafanya wa Misri waruhusu Waisraeli kutoka katika nchi yao, maana walishindwa kuwatoa kwa njia ya amani, lakini pigo hili lililazimisha wa Misri wafanye hivyo. Na kweli agizo kalitekeleza. Ilikuwa ni siku ya 14 ya mwezi wa kwanza wa Kiyahudi, mwezi Abibu, na waliandaa hiyo Pasaka. Kachinja kondoo na ile damu kapaka katika miimo ya milango na vizingiti, yani kwenye zile fremu za milango. Na yule malaika mwenye kuangamiza alipopita kuona ile alama ya damu, alipita juu kwenye nyumba kuangamiza. Lakini nyumba ambayo ilikuwa na damu na alama ya damu ndipo aliangamiza. Kwa Pasaka ilikuwa inamaanisha ukombozi. Ukombozi wanaweza kutoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Lakini Yesu anakuja kuweka hii Pasaka katika namna ambayo inaweza vizuri kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 26, Yesu akitoa maelekezo kwa wanafunzi wake kabla ya kifo chake, akawaambia kwamba saa yake imekaribia, na hivyo wanahitaji waandae Pasaka ili aweze kushiriki. Katika Mathayo sura ya 26 na ile aya ya 17, na siku ya kwanza na siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie ile Pasaka? Akasema, nendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Kusema ile aya ya 26 anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akitoa kikombe akashukuru, akawapa, akisema, kunyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu ya agano, ya damu yangu ya agano, imwagikwae kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Pasaka kaifanya hivi kuonyesha kilelezo cha mkate ambao ni kilelezo cha mwili wa Yesu uliotolewa kwa ajili yetu pale msalabani, lakini divai kama kilelezo cha damu ya Yesu ilitolewa pale msalabani. Kwa Pasaka inahusiana na swala zima la ukombozi wa mwanadamu. Lakini Mtume Paulo pia ameieleza vizuri kwenye kitabu cha Wakorintho, akiifafanua kuhusiana na hii jambo la Pasaka. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5 na aya 7 inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wenu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Pasaka mwenyewe ambao ametolewa kuwa sadaka ni Kristo. Kwa Pasaka ni tendo la ukombozi ya watu wa Mungu kutoka katika utumwa wa dhambi na kupata wokovu. Tunaposhiriki ile Pasaka, maana ya meza ya Bwana, tunashiriki tukikumbuka au kumbukizi la ukombozi kutoka katika utumwa wa dhambi. Tunaposhiriki mkate ambao ni kielelezo cha mwili wa Yesu, tunaposhiriki divai ambayo ni kielelezo cha damu yake, ni ukumbusho wa ukombozi wetu. Ule mkate sio mwili halisi wa Yesu, ni kielelezo cha mwili wake. Na ile divai sio damu halisi ya Yesu, ni kielelezo cha damu yake. Kwa hiyo ni kumbukizi ya ukombozi wetu. Na ametoa maelekezo kwamba tufanye jambo hili kwa ajili ya ukumbusho. Kwa ajili ya ukumbusho. Na kwenye Korinto wa kwanza sura ya 11 pia anasisitiza huduma hii ifanyike kwa namna ya pekee.
anasema kwamba katika sura ya 11 Korinto wa kwanza aya ya 26, maana kila mlapo mkate huu akinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa tunapotumia ile huduma ya meza ya Bwana, kwa maana kushiriki mkate na divai ambayo ni kielelezo cha mwili wa Kristo, tunatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa aliagiza tufanye hivi kwa ajili ya ukumbusho. Kwa kama katika Sabato huwa tunafanya huduma hii mara moja kwa robo au zaidi kama ukumbusho wa ukombozi wetu na agizo ambalo Yesu ametuachia. Lakini kabla ya kushiriki huduma ya meza ya Bwana, na jambo ambalo Yesu alilifanya kwa ajili yetu ambao huwa linatangulia huduma ya meza ya Bwana, na hili limeandikwa kitabu cha Yohana sura ya 13. Yesu alifanya huduma ya pekee inayotangulia meza ya Bwana. Kwa Injili sura ya 13 tunasoma ile aya ya 3. Yesu huku akijua kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, naye mkononi mwake, na ya kwamba alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Alitoka chakulani akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kwa kuosha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Tukio hili alifanya kwa wanafunzi, ni tukio ambalo wanatakiwa wafanyiwe wale mabwana wanaofanyiwa na watumwa wao au watumishi. Yesu alifanya likitufundisha unyenyekevu na kutumikiana. Kiendea kwa katika kazi inayofuata, Petro alikataa kutawadha, baadhi kitendo ambalo tunafanya na mtumwa anamfanyia bwana wake. Lakini Yesu alifanya hivi ili kupatia fundisho la msingi la kutumikiana pia unyenyekevu. Na ndio maana katika aya ile ya 12 anasema basi alipokwisha kuwaosha miguu na kuwatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa haya niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, na nyinyi mnanena vema, na ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewaosha miguu, napaswa ninyi pia kuoshana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielezo ili kama mimi nilivyo watendea nanyi mtende vivyo hivyo. Kwa Pasaka tendo hili linatanguliwa na huduma kutazana miguu, ikitufundisha unyenyekevu na kutumikiana. Ndipo tunashiriki sasa ile mkate ambao ni mfano au kielelezo cha mwili wa Kristo, na divai ambayo ni kielelezo cha damu ya Yesu. Sasa ulimwengu wa leo unasherekea sio Pasaka tena. Maana Pasaka ni ile tendo la kushiriki divai na mkate. Ulimwengu wa leo umegeuza kutoka kuwa Pasaka na kuwa Easter. Sasa kuna tofauti kati ya Pasaka na Easter. Nilikuwa nafuatia mahali fulani nikagundua kitu fulani ambacho inaeleza kuhusiana na namna ambavyo imebadilisha kutoka Pasaka kuwa Easter. Kama ambavyo ulimwengu umebadilisha kutoka Sabato Jumamosi, ibada ya siku ya saba ya juma, kwenda Jumapili. Pia Pasaka imebadilishwa kutoka Pasaka ya Biblia kwenda Easter. Na neno la Easter ni neno la Kiingereza Easter, lakini Kijerumani wanaita Ostern. Yote yanatokana na asili moja. Na asili yake ni nini? Hii inamaanisha, na anasema kwamba neno hili katika kwa Norway, ambalo kwa Norway inamaanisha msimu wa kuinuka au kukua kwa jua, msimu wa kuzaliwa upya. Neno hili limetumika kwa mababu zetu wa zamani, na wakateua sikukuu ya maisha mapya katika majira ya vuli. Mzizi huo wa neno hili unaonekana kwa ajili ya mahali ambapo jua linachomoza. Alafu kwa asili neno hili Easter linamaanisha maadhimisho ya jua wakati wa vuli, ambayo yanazaliwa katika mashariki na kuleta maisha mapya juu ya nchi. Ishara hii ilihamishwa kuwa maana isiyo ya kawaida ya Pasaka. Walihamisha hii maana ya Pasaka kwenda kwenye Easter. Easter yetu kwa maisha mapya ya Kristo aliye nuru ya milele iliyoumbwa. Je, ni nini maana ya Easter yenyewe? Neno Easter sio jina la Kristo. Nachukua asili ya Ukaldaya, yani Babeli, katika paji lake la uso, yani katika asili yake. Easter sio kitu kingine zaidi kuliko Astet, moja ya majina ya Bells
malkia wa mbinguni ambaye jina lake kama lilivyotamkwa na watu wa Ninawi alikuwa dhahiri. Kwa hiyo kwa kifupi, Easter inayosherekewa leo asili yake ni sikukuu za kipagani za Warumi ambazo walizibadilisha na kuzibatiza katika kuita Pasaka, kama ambavyo leo tunashuhudia kwamba siku ya ibada ni siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi, lakini imebadilishwa na ulimwengu kwenda Jumapili ambayo ni siku ya kuabudu Mungu, ndio Sunday. Lakini kwa sababu waliona Yesu alifufuka Jumapili, wakaibatiza kwamba ni siku ya kufufuka Yesu, kafanya ibada, lakini kwa asili sio siku ya ibada. Pia katika Easter ipo hivyo kwamba kwa asili Easter sio Pasaka kwa asili, lakini umebatiza hivyo. Tunachojifunza nini katika somo hili? Kwamba tufuate maelekezo ya neno la Mungu yanayosema, tutakuwa salama zaidi. Na tunapokiuka hapo tunakuwa tumeenda kinyume na Mungu. Na tutagundua ya kwamba Pasaka yenyewe ambayo Yesu alifanya katika maandiko ilifanyika siku ya Alhamisi. Lakini Mungu leo anasherehekea Pasaka siku ya Jumapili. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti hapo, utaona kuna mambo yanapishana. Kwa hiyo tufuate maandiko, tutapata ukweli na Mungu atubariki. Amen. Tupo kwenye somo la 5 ambalo linazungumzia mataifa sehemu ya pili. Tuliona sehemu ya kwanza katika juma lililopita. Tukaona muasisi wa mataifa ni Mungu mwenyewe. Na katika mataifa kuna taifa la Mungu na taifa la watu ambao sio wa Mungu, kwa maana ya kwamba baada ya dhambi watu waligawanyika katika mataifa mawili. Kuna wale wacha Mungu na kuna wale ambao walikuwa hawamchi Mungu. Na tunaona hapo katika ule uzao wa Ibrahimu hapo, Seti kwa Ibrahimu na kuendelea hapo. Hata kipindi cha baada ya gharika tukaona katika Shemu ndipo alipozaliwa Tera pamoja na Ibrahimu. Lakini tukija katika upande wa pili tunakuta yule ambaye anaanzisha Ninawi na Babeli, Nimrod. Ndio taifa ambalo linaanzisha uasi, maana anahakikisha watu ambao hawamchi Mungu, watu ambao ni wapagani. Inaendelea hivyo, maana alianzia pale kwa Kaini, kaenda kwa Nimrod na ikaendelea katika mlolongo huo. Leo tunaangalia sehemu ya pili ya mataifa, sehemu ya pili. Na fungu letu la kukalili linasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Ukweli ni kwamba Mungu anabaki kuwa Mungu. Katika mataifa haya tunaojifunza katika sehemu ya pili, Mungu anabaki kuwa Mungu. Na anasema acheni mjue kwamba mimi ni Mungu. Hakika yeye ni Mungu. Na katika sehemu hii tunajifunza kwamba Mungu ndiye anayeinua mataifa, anainua falme mbalimbali na kuziongoza. Anasema kwamba anamweka kila mfalme amtakaye, na anamweka kwa makusudi maalum. Kusudi la Mungu kuweka utawala katika dunia hii waweze kuongoza katika haki. Kuongoza katika haki, wapate maelekezo ambayo Mungu amewapatia. Lakini si mara zote wafalme wa dunia hii au viongozi wa dunia hii wanafuata maelekezo ya Mungu. Mara nyingine wanakwenda tofauti na Mungu. Na hivyo mataifa yao au tawala zao zinakuwa zidumu, zinakuwa ni za kitambo tu. Maana wafuati maelekezo ya Mungu. Lakini kama ungefuata maelekezo ya Mungu aliyoweka kuwa watawala katika nchi zao, ungekuwa na utawala wenye heshima na wenye nidhamu. Maana Mungu ndio anayeongoza tawala zote. Na tutaangazia kitabu cha Danieli, hasa sura ya 2 na 7. Tunaona tawala mbalimbali ambazo zimeonyeshwa hapo, zinazotupatia picha halisi ya dunia na falme zilizotawala na kuinuka na kuanguka. Na tutaona jinsi ambavyo Mungu anaongoza mataifa ili yapate kumcha yeye na kumwabudu katika haki na kweli. Asante. Asante sana mwinjilisti. Umefafanua kwa uzuri kabisa mpenzi mtazamaji. Hayo ndiyo mambo tutakayoenda kuyaangalia katika mada yetu ya juma hili. Na tunapoanza sasa daktari, tunaona mwanzoni kabisa katika bustani ya Edeni, Mungu alipokuwa na wanadamu wale wa kwanza, kuna amri ambayo aliwapa, amri ya kwanza, lakini kwa namna nyingine ilikuwa ni katazo. Unaweza kutuambia kwamba ni jambo gani hili ambalo Mungu aliwapa wanadamu na kwa nini ilikuwa na umuhimu kiasi hicho? Naam, nakushukuru. Amri ya kwanza kabisa, katazo, ambayo inaturejesha katika mianzo ya ulimwengu huu ambao mimi na wewe tupo tunaoangazia mataifa leo sehemu ya pili. Ilianza na watu wawili
wakiwa ndio wazazi wa asili wa wanadamu wote waliopo duniani. Amri hii utaikuta katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na lile fungu la 19, ila tutakwenda kuona kwa undani zaidi kwa nini ionekane kama amri ya kwanza. Nipende kutoa ufafanuzi ufuatao juu ya amri ya Mungu. Amri ya Mungu sio tu katazo wala sio tu maelekezo anayoyatoa, bali pia ina nafasi ya uhai, ina nafasi ya maisha kwa watu wake. Tazama fungu linavyosema, fungu la 16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amri ya kwanza inaonekana hapo. Vyote vilivyofanyika Adamu aliambiwa ale, ila asile matunda katika mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa vipo vipengele kadhaa ambazo tutaangalia katika amri hii ya kwanza. Kitu cha kwanza ni kwamba Mungu alipozuia vile, wapo wengine wanavyoona ujuzi wa mema na mabaya wanafikiri mbona alizuia jambo jema la kujua. Kujua wakati mwingine sio jambo baya, na unashauriwa kutaka kujifunza na kujua zaidi, lakini iko mipaka iliyowekwa katika akili ya mwanadamu kwa kiwango cha kujua. Leo duniani tunalia, tunaomboleza, tunahangaika, vitu vingine hatuvipatii majibu, ila ni kutokana na ule udadisi na kule kutaka kuendelea mbele zaidi ambako watu hawa waliweza kudanganywa na kurubuniwa na yule mwovu. Kwa hiyo yale yote ambayo Mungu aliyakataza na ameendelea kuyakataza, haimaanishi kwamba akili zetu za kibinadamu tutake kujua zaidi, maana kujua ni vizuri. Hapana, bali kuyajua yale wakati mwingine yatatupotosha na yatatuvuruga na hayana majibu. Vitu vingine ni vema vikabaki havijajulikana. Na ni vitu gani? Vitu vyenye asili ya kiungu ndani yake. Elewa yale ambayo Mungu amekufunulia, yale ambayo elimu ya kibiblia, elimu ya kidunia imeyaweka bayana, lakini usitake kujua mengi zaidi ya utaua, hapo utakuwa umepotea. Kitu cha pili ni kwamba ukomo katika maisha ya mwanadamu ukawepo, kuhangaika, dhiki na kule kufa kwenyewe kukaweza kuja, hata kujitawala mwenyewe mwanadamu kukaanza kupandikizwa ndani yake. Kumbuka mwanzo aliambiwa ailime na aitunze ile bustani, lakini baada ya kuvunja amri ile anaambiwa utatafuta kwa jasho. Kwa hiyo haya yote tunayoyaona, nafasi ya mwanadamu kutaka kujitengenezea maisha yaliyo bora katikati ya dunia yenye dhiki, yalikuja mara baada ya kuvunja amri hii ya kwanza. Ilikuwa ni katazo ambalo kwalo ilikuwa inaonyesha maisha mazuri ambayo yangesalia katika mpango wa Mwenyezi Mungu peke yake, lakini mara baada ya kuvunjika tupo katika maisha ambayo yanahitaji nguvu nyingi, yanahitaji akili nyingi na yanahitaji vitu vya ziada kuweza kuyastahimilisha. Nimalizie kwa kusema kwamba katika mambo haya ambayo duniani tunayaona hivi leo, mataifa, watu kutaka kujitafutia nafasi ya kuishi maisha bora, wanafalsafa wameenda mbali wakasema kujaribu kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri ya maisha kwa kila mmoja wetu. Na ili iwe hivyo inabidi tujue vizuri kitu ambacho tayari tumeonyeshwa na Mwenyezi Mungu, kitu ambacho tayari tumepewa. Yale tusiyoyajua aliyoyaweka bayana tuyaache vile vile. Hata amri anazozitoa leo tuzishikilie, ikiwa ndiyo sehemu pekee ya mwanadamu kuwa salama. Zaidi ya kujua hapo ni kuanguka, ni kupotea na ni kupoteza maana ya maisha halisi. Maana mtoa maisha ni Mungu, mwendesha maisha ni Mungu, na ndiye anayejua. Hivyo akituambia hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, inatosha kabisa. Tusitake kujua kibaya kikoje. Asante.
Asante sana daktari kwa uchambuzi huo mzuri kabisa. Amri ya kwanza, huenda mpenzi mtazamaji alikuwa hajajua, maana akajua amri ya kwanza mimi ni Bwana Mungu wako. Lakini kumbe hapa daktari ametupitisha na kutuonesha kwamba amri ya kwanza kabisa ambayo walipatiwa wazazi wetu wa awali ni habari ya utii katika bustani ile ya Eden. Mwinjilisti, karibu kama unanyongeza katika sehemu hii, lakini pia utupitishe katika kitabu cha Daniel sura ya 2. Karibu. Katika sehemu hii tunaona Mungu akitoa amri yake ya kwanza, na amri hii kilikuwa ni kipimo cha uaminifu kwa mwanadamu. Katika Daniel sura ya 2 tunaona tawala mbalimbali ambazo Danieli anazielezea, lakini ilikuwa ni ndoto ambayo aliota mfalme Nebukadneza. Na alipoota akamka asubuhi, anachokumbuka ni kwamba aliota. Ila aliotaje hajui. Na maana ya ndoto hajui. Akawaita watu ambao walikuwa naamini sana, waganga, washairi, wanajimu, watu wenye elimu ya nyota, ili wamueleze jinsi alivyoota na tafsiri yake, pamoja na wachawi. Mwinjilisti, samani kidogo. Hivi unaweza kutupa majibu? Maana ulipozungumza hapo nikapata swali, huenda tena mpenzi mtazamaji akajiuliza. Hivi kwa nini ilikuwa na maana zaidi mfalme Nebukadneza kufuatilia ile ndoto? Maana kuota huwa tunaota. Sasa ilikuwaje ndoto kaota na kasahau, lakini akataka kabisa kuifuatilia? Ilikuwa ndoto ya pekee sana ambayo hajawahi kuota. Na ilimsumbua sana. Ndio. Na kicho msumbua zaidi ni kwamba ameisahau. Anachokumbuka ameota. Ameotaje hajui. Na maana yake haijui. Kwa hiyo ilikuwa ndoto ambayo sio ya kawaida ambayo tunaota mtu amekula malage ameshiba. Haikuwa ndoto ya kawaida. Ilikuwa ndoto ambayo imetoka kwa Mungu. Ndio maana ilimsumbua na anataka kujua maana yake. Na aliwaita watu ambao walikuwa naamini, pamoja na wachawi, wanajimu na wenye elimu nyota, ili wamueleze jinsi alivyoota na tafsiri yake. Na alipowaita wale watu walishindwa kumuonyesha ndoto yake ameotaje, maana ilikuwa ndoto ambayo imetoka kwa Mungu. Hawezi kujua, wachawi na wanajimu hawezi kufahamu ndoto kama hiyo. Ilikuwa ndoto za kawaida huenda wangejua kufahamu, maana inaongoza ni shetani. Lakini ndoto ya Mungu anayejua ni wale ambao wapo karibu na Mungu, manabii na wacha Mungu. Washinda kuielewa. Sasa waliposhinda kuelewa au kumuelezea, akatoa amri kwamba wauawe wote. Na akawapa siku kadhaa ili wamuonyeshe rais watauawa. Ikabidi hao wenye hekima watumie pia nao akili fulani kwamba wawaite watu wa Mungu ambao Danieli na marafiki zake ili washiriki haya mauaji nao waangamie. Ndio. Na hawa watu wa Mungu, Danieli na marafiki zake, na Mishaeli na Azalia, wakamuomba Mungu aonyeshe ndoto ya mfalme na tafsiri yake. Walienda kwa mfalme kuomba awapatie siku 3 ili wamsii Mungu. Na walipomsii Mungu, mmoja wapo wale vijana akaonyeshwa, naye ni Danieli nabii. Bwana akamwonyesha kwamba mfalme aliota ndoto. Na ndoto aliota sanamu kubwa sana. Na sanamu hii ilikuwa na sehemu 4. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kichwa chenye madini ya dhahabu, kionyesha fahari ya hii falme. Na ulikuwa mfalme wa Wakadayo wa Babeli, ulikuwa ni mfalme mwenye fahari kubwa, mwenye utajiri mkubwa wa dhahabu. Na ufalme unaofuata ulikuwa na madini ya chuma. Sio madini ya chuma, ni madini ya madini ya fedha, madini ya fedha. Na tunaona kadiri falme zinavyoshuka ndivyo thamani ya kila falme inafanyaje? Inashuka. Kwa hiyo fedha haina thamani kuliko dhahabu. Dhahabu ina thamani zaidi, fedha inashuka kidogo. Na ufalme ulikuwa ufalme wa Medi na Wajemi. Lakini kafuata tena sehemu ya 3 ya ile sanamu ilikuwa na shaba, yani madini ya shaba, kimaanisha ufalme ule wa Yunani. Ndio. Na sehemu ya mwisho ya 4 ilikuwa ni chuma, ambayo kimaanisha ufalme wa Rumi ile ya kipagani, Roman Empire. Na mwishoni kwenye minyayo akaonyesha kuna sehemu imechanganyikana udongo na chuma. Na katika hii ndoto akaona kuna jiwe kubwa limechongwa mlimani, hajachongwa na wanadamu, lakini nikapiga ile sanamu likaisaga tiki kuanzia dhahabu, fedha, shaba na chuma. Alafu ikataonya kama vile makapi ya kupenda wakati wa ngano. Na hii sanamu ikatoweka kabisa. Na ile jiwe likaenea dunia nzima. Hii inatufundisha kwamba katika zile tawala, kuna ufalme wa kwanza wa Medi na Wajemi, ufalme wa kwanza wa Babeli au Wakadayo, wenyewe ni himaya ambao ilitawala kuanzia mwaka 606 hadi 538, ukaangushwa
Ukafuata ufalme wa Medi ambao pia utawala miaka 538 hadi 331, na pia ukaangushwa na ufalme wa tatu wa Yunani chini ya Alexander Mkuu mwaka 331 hadi 168. Lakini baada pia ufalme huu wa Yunani pia ukaangushwa na ufalme wa Rumi kuanzia mwaka 1168, hii ni kabla ya Kristo, miaka yote hadi mwaka 476 baada ya Kristo. Kwa falme zilikuwa zinafuatana kwa namna hiyo. Na inatufundisha nini? Kwamba lile jiwe linafundisha kwamba utawala wa Mungu ndio utakaodumu milele. Falme zote zitapita, maana dunia hii imeshindwa kupata mfalme ambao mwenye kuleta ufalme wa amani na utulivu. Ndio Mungu mwenyewe ambaye ndio mwanzishi wa dunia hii, leta ufalme wa amani, ufalme wa Yesu Kristo. Utakaosambaza falme zote na kusimika kwa ufalme wa milele, ufalme ambao hauwezi kupita wala hauna mwisho, ni wa kudumu milele. Ni vizuri tukajisalimisha kwa Yesu, maana tunahakika kutawaliwa katika ufalme wa amani na wenye kudumu, nasi tunapomwamini Yesu tutadumu milele kama yeye alivyo wa milele. Asante. Asante sana mwinjilisti, umeelezea vizuri kabisa kitabu hiki cha Danieli sura ya 2. Naamini kwa uchache huo tunaweza kuwa tumepata muktadha mzima wa sura hii. Daktari, karibu utupe nyongeza katika sehemu hii ya 2 kama unayo, ili kuleta muunganiko na ile Danieli sura ya 7. Naam, nakushukuru na namshukuru pia mwinjilisti, ameifafanua kwa uzuri kabisa Danieli hii 2. Sasa tuje katika Danieli 2 huku tukiunganisha na Danieli 7. Yako mambo ambayo natamani tuweze kutambua tukianza na hii Danieli 2, ya kwamba falme zote zilizonenwa, kumbuka ndoto hii ilitokea kwa Nebukadreza falme wa Babeli. Matukio yametimia, nyakati zimetimia kwa ukamilifu na kwa usahihi kabisa katika historia. Ukitaka kuelewa zaidi, angalia historia inavyonena, utakuja kujua kumbe mambo yametokea kwa ufasaha kabisa. Ufalme wa Babeli kweli katika mwaka huo wa 538 uliweza kuangushwa na ufalme wa Umedi na Uajemi. Na Umedi wa Uajemi kwa kipindi hicho imetembea hiyo 538 mpaka 331, wakati ambapo Alexander Mkuu Myunani anakuja kupindua, na ameenda hivyo mpaka 168. Kumbuka tunazungumzia kabla ya Kristo, na sasa Rumi inakuja 168 kabla ya Kristo, inaenda mpaka 476 baada ya Kristo. Ukiangalia historia bila hata kuhusisha Biblia, utajua kabisa falme hizi zimekwenda kwa namna hivyo. Na hii inatupatia ufasaha kwamba kile alichokipanga Mungu lazima kitatokea, na ikiwa lazima kitatokea ni swala la muda tu na wakati, maana yeye ndiye aliyepanga na yeye ndiye atatimiza kwa wakati wake. Kwa sasa tupo kule chini kabisa kwenye vidole vilivyochanganyika chuma pamoja na udongo, na kilichobakia ni kitu kimoja peke yake, lile jiwe litakalokuja kutoka kule juu. Na ukirejelea mafungu ambayo tumeyasoma, yote yanasisitizia ufalme utakao kuja. Take care, kuwa makini, tupo katika kipindi cha mwisho. Sasa yako mambo ambapo dunia ilienda mbali sana, lakini kwa kalenda ya Mungu aliweza kuyazuia. Utakumbuka kwamba walizuka watu mashuhuri ambao waliweza kuingiza falsafa zao, wakaingiza nyenzo zao. Mmoja kati ya watu hao ni Charles Darwin pamoja na Karl Marx. Ndio waliotuambia mwanadamu ana kibiolojia anabadilika, alibadilika kutoka kwa viumbe mpaka sasa hivi kufikia vitu ambavyo sio kweli. Sasa nikurejeshe nyuma kidogo, katika vita vya kwanza vya dunia viliweza kukatiza ndoto haraka sana na maisha ya watu kwa wingi sana. Rekodi zinasema zaidi ya watu milioni 200 waliweza kuathirika kwa kupoteza maisha yao katika vita ile. Hii inatuonyesha nini? Hii inatuonyesha ya kwamba ulimwengu kwa kweli umechafuka. Ufalme, tawala zinazotawala bado haziko imara, licha ya kwamba zilizuka tawala zikapindua tawala zingine,
ziko nchi ambazo zimestawi vizuri, lakini inatuonyesha tu si sehemu salama dunia, na mambo mengi ya ajabu yanaweza kutokea wakati wowote ule. Na ikiwa ni hivyo, tutazamie ufalme ule ujao, na kupata ule ufalme lazima uweze kuvipiga vita vilivyo vizuri. Sasa kabla tujahama na kwenda katika Danieli 7, Biblia haijatoa tu unabii, haijaonyesha tu tatizo bila kuonyesha na namna ya kuitatua. Naomba ninukuu kidogo hapa. Anasema kwamba kisa cha mwanzo cha anguko dhambini na unabii wa siku za mwisho kuhusu mataifa havielezi tu kuhusu kujikwaa na kushindwa kwa wanadamu wanapojaribu kuchukua nafasi ya Mungu, bali pia hutupatia suluhisho pekee la Mungu kwa tatizo la mwanadamu, yaani ufalme wa Mungu. Baada ya kuonyesha unabii huo, anatoa suluhisho kwamba yale yote yatakuwa yamekwisha baada ya ufalme mpya kuja. Lakini katika kutoa suluhisho la kile tulichokieleza pale awali juu ya amri ya kwanza na maisha ya mwanadamu, yapo maneno hapa, msikilizaji, naomba nisikilize kwa makini. Anasema kuna mambo mawili ya kujifunza katika uhusiano huu. Maisha si sehemu ya asili ya ubinadamu. Wanadamu hawadumu milele. Hata katika bustani ya Eden, Adamu na Hawa walitegemea chanzo cha nje kwa ajili ya uzima wao, kitu ambacho tunakifanya sasa hivi. Tunategemea chanzo cha nje. Sayansi, vitu vingine, teknolojia kuendelea inataka kufanya maisha kuto kufikia ukomo, lakini hayo yote hamna kitu. Maisha yana mwisho wake na ufalme ule utaweza kuja. Anamalizia anasema, na pili, maisha si tu hali ya kibiolojia, pia ina maeneo ya kiroho na kimaadili. Katika vitabu tunavyojifunza mashuleni, historia inavyotuambia mtu alitokana na sokwe, alitokana na nini, ni propaganda ya akili ya mwanadamu, haina uhalisia wowote. Bali Biblia na Mungu mwenyewe ndiyo anaeleza chanzo cha maisha ya mwanadamu, kwamba si tu biolojia bali pia kiroho na kimaadili. Sasa ninapokuwa nikitamatisha kwa kifupi zaidi na Danieli 7, Danieli 2 na Danieli 7 ni unabii unaoshabiana, unaofanana. Danieli 2 alielezea katika namna ya kisiasa, katika namna ya kitawala, na Danieli 7 anakuja kuelezea kwa uzuri zaidi katika namna halisi ya maisha na ile siasa inaweza kufanyaje kazi. Tuliona kule Danieli kwamba kichwa kilikuwa ni cha fedha katika Danieli 2, lakini katika Danieli cha dhahabu, ikiwa ni ufalme wa Babeli. Katika Danieli 7 anamuelezea kama mnyama simba aliyetoka katika bahari. Kule tukaja tukaona kifua kilikuwa cha nini kile? Kilikuwa cha fedha. Huku katika Danieli 7 anatumia mnyama kama mnyama dubu, lakini kule tukaona kiuno na nini na yakiwa shaba. Katika Danieli 7 anatumia chui, na hakutumia tu kwa bahati mbaya hawa wanyama. Utasoma kwa vizuri zaidi hizo Danieli 2 utaweza kugundua. Danieli 7 anaposema mnyama simba, simba anafahamika, sifa zake tunazijua, lakini anapokuja anamtaja huyu dubu akiwa na mabawa, anaeleza uwepesi na namna walivyoweza kupindua utawala. Anavyokuja kumtaja chui, sio kwa bahati mbaya. Uyunani, majeshi ya Alexander mkuu yalikuwa yana kasi sana na yaliweza kuvamia kwa kasi, na anapokuja kumtaja mnyama wa ajabu ambaye hakumpatia jina, sio kwa bahati mbaya. Anamtaja akiwa na meno ya chuma yanayovunja vunja. Wote tunafahamu sifa ya chuma. Hii inaonyesha vurugu na uharibifu mkubwa jinsi gani ambavyo ufalme ule wa Rumi umeweza kufanya, na kwa manufaa tu katika ile miaka, kipindi cha 1260, hiyo miaka iliweza kuonyesha ukatili wa ajabu na meno haya ya chuma ya huyu mnyama. Kwa hiyo ninapokuwa nikimalizia hivi vitu viwili, utachukua muda, utasoma, utaweza kuelewa ni kwa namna gani. Lakini kumbuka,
sio tu kwa bahati mbaya alitumia majina yale ya wanyama, bali ana maana yake. Utatafuta katika historia utajifunza, lakini cha mwisho kabisa tumeelezwa hayo yote, Biblia inayo suluhisho. Na suluhisho ni nini? Ni ufalme wa Mungu. Kuwa tayari kuupokea na jiandae kuwa miongoni mwa watakao tawala pamoja na watakatifu pamoja na Mungu mwenyewe. Asante. Naam, asante sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri na mwinjilisti, mkizungumzia Danieli 2 na ile Danieli sura ya 7. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo naomba tupate mapumziko mafupi. Tutarejea kuendelea na kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Baki pamoja nasi. You are watching to BW Media. Stay informed. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea tena kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, na nikukumbushe tu tulitoka tukiwa tumeachia katika kitabu cha Danieli sura ya 7. Sasa endelea kwa pamoja nasi. Unaweza kuwa na kalamu na daftari pembeni hapo ukaandika, maana mataifa hii sehemu ya pili tunaangalia habari ya unabii. Na natumaini mpenzi mtazamaji umeshaanza kuona na kupata vitu vya unabii hapo. Habari za sanamu ile vitu gani, lakini tunaendelea. Kuwa na lesoni hapo karibu, uendelee kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Sasa mwinjilisti, tunapoendelea daktari ameishia katika Danieli sura ya 7 kwa ufupi. Sasa karibu uendelee katika hii sura ya 7 ukiongezea, lakini hapo hapo ukija kutuambia katika habari ya ardhi na bahari. Nimekuwa nimejiuliza swali fulani sasa katika Danieli sura ya 2 kwamba tumezoea kwa kawaida ndoto au njozi zinazotoka kwa Mungu huwa wanaonyesha manabii, lakini hapa anaonyesha mfalme mpagani. Kwa nini Mungu amuonyeshe mambo haya makubwa mfalme wa kipagani? Ndio. Mungu ni wa wote wenye mwili. Na anamtumia yote anamtakaye. Kabisa. Hao wapagani ni wa kwake, na wacha Mungu ni wa kwake. Kwa hiyo ilimpenda kumtumia huyu mfalme mpagani ili amdhihirishie kwamba kuna Mungu ambaye anampenda. Mungu anapenda watu wote, na ndio maana anaponyesha mvua anaonyesha kwa watu wote. Jua kwa watu wote. Kwa hiyo ni Mungu ambaye anataka kumtumia mtu yeyote amtakaye. Sura 7 ya Danieli inatupatia taswira ya falme zotawala dunia kama sura ya 2 tulivyoona, lakini katika taswira ya wanyama. Na tunaona wanyama inawakilisha mamlaka au falme. Kusoma kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 17 inafafanua kuhusiana na jambo hili kwamba unapoona wanyama inawakilisha falme au mamlaka. Anasema hivyo Danieli hivi kwamba na wanyama au wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hiyo unapoona neno mnyama kiunabii ni falme tawala za kisiasa. Dola zinazotawala. Na katika sura ya 7 tunaona falme hizi 4 tena zikirudiwa katika namna ya wanyama. Na sasa hapa anaonyesha Danieli sio mfalme Nebukadneza. Kwa nini anaonyesha Danieli? Maana yeye ni nabii na alionyeshwa kwa namna ambayo kwa taswira ya wanyama, na tumeona kama wanyama ni falme, na hizi falme zilikuwa zikiinuka na kuanguka kwa njia ya mapigano ya vita. Na katika fungu la 3 anasema kwamba fungu la 2 tuseme Danieli 7 fungu la 2 Danieli akasema akanena akisema, niliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Anapozungumzia pepo anamaanisha machafuko, anamaanisha vita. Kusoma ile kitabu cha Zaburi kinaeleza hivyo. Zaburi sura ya 65 aya 5 hadi 8 na Isaya pia anaeleza 7:12 na 13 na Yeremia 4:7 na 8 kwamba pepo ni machafuko. Lakini pepo zinavuma katika bahari kubwa. Bahari ni nini? Bahari ni jamii ya watu. Jamii ya watu wengi, makutano, kabila na lugha. Sehemu ya jamii. Kwa hiyo machafuko haya au vita hivi vitokea katika jamii ya watu wengi, na hizi falme ziliangushana kwa kupinduana kwa njia ya mapigano na vita. Yaani ufalme wa Babeli ukaangushwa na ufalme ule wa Medi na Wajemi. Tena ulikuwa ni usiku wa furaha kubwa. Mfalme Belshaza alifanya sherehe, mtoto wa Nebukadneza alifanya sherehe kubwa, alika watumishi wake kufanya sherehe. Ulikuwa ni usiku mzuri.
ya mfalme Belshaza katika usiku ule ambaye alifanya tafrija kubwa na kuwaita viongozi walio chini yake, lakini alichokosea ni kwamba alitoa amri kwamba vile vyombo ambavyo vilichukua katika nyumba ya Mungu kule Yerusalemu wavinywe pombe. Sawa sawa. Na kuanza kusifu ile miungu ya fedha na ya dhahabu, ndipo akaona kiganja ukutani kikiandika, kiganja cha mkono wa mwanadamu, lakini mwanadamu mwenyewe haonekani, anaona kiganja tu. Kaandika maneno haya kwamba mene tekee na pelesi. Hapo tunapata kitabu cha Danieli sura ya 6. Maneno haya yalimtia sana mfalme Belshaza. Aliogopa sana, akawa na hofu nyingi, akawaita wanajimu na wale wachawi wamueleze, umsomea maneno na mueleze maana yake. Wakati huo amesahau kwamba baba yake alifanya hivyo kwa wale waganga, wakashindwa kumueleza, akaita Daniel ndio kaeleza, akasahau hilo fundisho. Na wale kweli waganga walipowaita wasomea maneno wakashindwa, kabidi uitwe Belshaza kwamba huyu ndio anayefahamu. Na akamsomea maneno kwamba tafsiri yake kwamba ufalme wako umepimwa na Mungu, unaonekana kama umepungua, na hivyo ufalme wako umekomea hapo na utapewa watu wengine. Na ni usiku ule ule ufalme wa Medi na Wajemi uliingia katika ile taifa la Babeli, likapindua ule ufalme, wakatawala mfalme Dario wa Wamedi. Na ufalme ukawa umeishia pale. Na tunaona ya kwamba ufalme uliofuata ule ambao umeweza katika Danieli sura ya 7, wa kwanza kabisa ulikuwa mfano wa simba. Anapotaja wanyama hawa anamaanisha tabia za wale wanyama. Simba ni mnyama ambaye mwenye nguvu, na ufalme wa Babeli ulikuwa ufalme wenye nguvu, lakini simba alikuwa na mabawa mawili. Yaani mabawa mawili kiamaanisha ulikuwa ufalme ambao ni mwepesi. Lakini ufalme unaofuata ulikuwa kwa mnyama anaitwa dubu. Dubu mnyama katili sana. Ufalme wa Medi na Wajemi ulikuwa mfalme ambao ni katili sana. Lakini dubu alikuwa ameng'ata mbavu 3 kinywani. Mbavu 3 yalikuwa ni majimbo ambayo ilikalia kwa nguvu ufalme wa Medi na Wajemi. Majimbo haya ni Libya, Babeli na Misri. Lakini mnyama wa 4 alikuwa ni mnyama mfano wa chui. Kibakisha ufalme ule wa Yunani, na huyu chui alikuwa na mabawa. Mabawa pia ikiamaanisha mfalme wa Yunani ulikuwa mfalme ambao ni mwepesi sana. Mfalme huyu Alexander mkuu alikuwa jeshi dogo, lakini jeshi lake lilikuwa ni kubwa, dogo lakini lenye nguvu sana. Lakini huyu chui alikuwa na vichwa 4, ikionyesha kwamba baada ya muda fulani Alexander mkuu alikufa kwa njia ya ulevi, na majemadari wake 4 wakagawana yale majimbo kuyatawala katika ile himaya ya kipindi kile. Lakini mnyama wa mwisho wa 4 alikuwa ni mnyama ambaye hataji jina lake, lakini anaitwa mnyama wa kutisha. Mnyama huo akitisha anatisha ufalme ule wa Rumi ya kipagani, ambayo ilikuwa inaonekana kama Rumi ya kipagani ilikuwa na mnyama alikuwa na pembe 10. Pembe 10 pia ilionekana baadaye ufalme huu wa Rumi ya kipagani uligawanyika kwenye mataifa 10 ya Ulaya. Lakini tunaona katika zile pembe 10 baadaye inazika pembe moja ndogo, alafu pembe 3 zinaangushwa chini. Na ile pembe ndogo inawakilisha Rumi ya Kikristo au Rumi ya kidini. Ambao Danieli alionyesha kwamba ufalme huu ulikuwa sana wa Rumi ya Kikristo, na pia ulifanya vita na watakatifu na kuwashinda, ikimaanisha ya kwamba katika kipindi cha utawala wa Rumi ya kidini ambao kianza mwaka 538 baada ya Kristo hadi 1798 baada ya Kristo, ufalme huu wa Rumi ya Kikristo ulitesa watu wa Mungu waliokuwa waaminifu na kuwaua, kama vile kina John Huss, kina Jerome, kina William Miller, kina John Huss, kina Jerome na wengine wana matengenezo ambao walieleza ukweli kwa namna ya pekee. Waliteswa na kuuawa kwa kuchoma moto na ufalme huu wa Rumi ya kidini. Na tunaona katika Danieli 7 fungu la 25 anaeleza kipindi cha utawala huu wa Rumi ya kidini ulikuwa miaka 1260. Pana anataja nyakati 3.5. Nyakati 3.5 kiunabii miaka 3.5, ambayo ukizidisha unapata miezi 42, ambayo ameweza pia kwenye Danieli sura ile, kwenye Ufunuo sura ya 13 na ile aya 5. Lakini miezi 42 ukizidisha kwa siku unapata siku 1260, ambayo pia imeweza kwenye kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 6. Kwa unaposikia 3.5 miezi 42 siku 1260 ni kitu kimoja tu, ikimaanisha siku halisi za unabii miaka 1260,
ambao ulianza mwaka 538 baada ya Kristo hadi 1798. Wakati huo ufalme huu wa Rumi ya kidini ulipopata jeraha la mauti. Yaani kiongozi wa jamaa hii ya Rumi ya kidini alikamatwa na jemedari wa Ufaransa Bessia, kaekwa kizuizini na kafia kule kizuizini. Na ufalme ule ukawa umekomea pale mpaka jeraha lile la mauti. Ndani ya sura 7 inatupatia taswira ya tawala mbalimbali za utawala dunia, na tunaona kwamba Mungu alimpatia njozi la Danieli ili tupate historia ndefu na utawala za dunia hii na namna ambayo Mungu anatawala na akiongoza kila falme katika namna ambayo anajidhihirisha. Tunaona kila falme na watu wake ambao walikuwa wakiwakilisha katika zile falme, wakiwafundisha watu kuhusiana na habari ya Mungu wa mbinguni. Mfano Danieli alisimama na wenzake kutetea kweli kipindi cha falme Nebukadneza. Hatimaye pata falme wa Medi na Wajemi, alionyesha kuhusiana na habari ya Mungu kweli, kuna Mungu wa kweli anatawala matawala zote. Kwa hiyo katika sura ya 7 tunajifunza kuhusiana na jambo hili, lakini katika sehemu ya mwisho ya katika lesson yetu hii inayozungumzia habari ya toa unabii tena. Katika sehemu hii tunajifunza kitu fulani kati ya nchi na bahari. Nchi na bahari tunajifunza kwamba kuna ujumbe ambao Mungu anautoa kwa wanadamu. Na ujumbe huu unahusu nchi na bahari. Anaposema nchi anamaanisha ni eneo ambalo ni tulivu. Lakini anaposema bahari anamaanisha ni mahali penye ghasia ambapo hapana utulivu, yani mahali penye mataifa mengi, makutano. Kwa hiyo anapozungumzia Danieli Ufunuo sura ya 13, Ufunuo 13 aya ya kwanza inazungumzia falme ambayo inaonekana pale ni Rumi ya Kikristo au Rumi ya kidini, na aya 11 pia inataja ufalme mwingine ambao unafananishwa na mwana kondoo mwenye pembe mbili, ikiwakilisha taifa lile la Marekani. Na katika tawala hizi mbili tunaona taswira ambayo inaonyesha namna ambavyo Mungu anajidhihirisha hapo. Lakini soma Danieli Ufunuo sura ya 12 inazungumzia kuhusiana na watu wa Mungu ambao wanawakilishwa na mwanamke, ambao walipata changamoto katika uaminifu wao. Lakini katika uaminifu wao, katika kupata changamoto, Mungu alijidhihirisha kwa kuwapigania. Soma Danieli Ufunuo 12 aya 6 inarejelea kwamba pamoja na changamoto ambazo watu wa Mungu walipitia, inaona namna ambayo Mungu aliingilia kati na kuwapatia ushindi. Walipitia mateso katika taifa maeneo ya Ulaya kule kupitia utawala wa Rumi ya kidini, lakini Mungu akapatia kimbilio katika eneo lile la nchi mpya, nchi ya Marekani. Wakapata kimbilio watu wa Mungu kule katika eneo la utulivu, wakiitetea imani na kuishi maisha ya uadilifu. Kwa tunapoona kwa mfano hapa nazungumzia habari ya unyema wa Ufunuo 13 fungu la 11 kwamba mfano mwana kondoo, taifa la Marekani lilianza katika hali ambayo sio ya mapigano, hali ya utulivu na amani, lakini tunaona baadaye nasema kwamba mnyama huyu alinena kama joka. Yaani kwa maana kwamba katika taifa la Marekani lina uhuru wa kidini na wa kisiasa. Lakini baada ya muda msio mrefu taifa hili litakaa na katiba yake. Litatumika kama kusaliti katiba yake ya kutoruhusu uhuru wa kidini na kutoa ukandamizi kwa wale wanaoamini au kuwaaminifu wa Mungu, kuwatesa, kutumika kama wakala wa shetani, kuwatesa watu wa Mungu walio waaminifu. Lakini Mungu ameahidi kuwapigania watu wake. Kwa kila kizazi Mungu amekuwa akiwapigania watu wake wanapitia changamoto na kusimama upande wao na kujidhihirisha kwao. Asante. Asante sana mwinjilisti, umezungumzia vizuri na kwa maelezo hayo mafupi hata mimi nimeelewa unabii kidogo. Daktari. Kuna namna nimeelewa kumbe zile siku miangapi zile nini kumbe ni kitu kimoja. Na nilikuwa sielewi mambo hayo. Na mimi nataka mpenzi mtazamaji anayetufuatilia wakati huu hapo atakuwa ameelewa kupitia maelezo hayo ya mwinjilisti hapo. Daktari, tunaenda kumalizia sasa. Unaweza kutuambia toa unabii tena? Haya maneno si mara ya kwanza kuyasikia, yalishajirudia tena katika masomo kadhaa yaliyopita. Karibu utuambie katika sehemu hii ni kitu gani hasa tunachoweza kutoka nacho katika sehemu hii. Karibu.
Naam, na kushukuru mtangazaji, lakini pia na kushukuru watazamaji ambao wameendelea kufuatilia kwa umakini mada hizi, na nimshukuru pia mwinjilisti kwa udadavuzi huo mzuri kabisa juu ya wanyama hao katika Danieli hiyo 7 na ile sanamu ya Danieli 2, na kati ya ardhi na bahari. Bahari ikiwa machafuko, ardhi ikiwa utulivu, ardhi ikiwa Marekani, bahari ikiwa utawala wa Rumi uliovurugika. Lakini mwisho wa siku hivi vitu viwili vitakuja kuungana, na haya sio sababu nyingine ili tu litimie neno la unabii lililonenwa katika Danieli. Sasa tuje katika toa unabii huu tena. Baada ya kuona hicho kitu na kuona unabii huo kwa uzuri zaidi ulivyoweza kutolea, tutagusa vitabu viwili hapa vya kiunabii, Ufunuo pamoja na Danieli. Tutasoma Ufunuo ile sura ya 10 na lile fungu la 11, na tutagusia kwa uchache Danieli 12 fungu la 4. Tutapata picha nzuri hapa, tutaelewa ni kwa nini inaambiwa toa unabii huu tena. Katika masomo yaliyotangulia tuliona kwa uzuri kabisa Danieli 12 anavyosema yafunge maneno ya unabii huu. Sasa katika kitabu kile cha Ufunuo inakuja sasa hii habari ya kutoa unabii huu tena. Sasa kwa nini inakuwa hivi, na ni nani aliyeambiwa atoe huu unabii tena? Hii ilikuwa vile na inakuwa hivi leo, si kwa kitu kingine bali kwa utashi wa Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyoongoza kanisa, anavyoongoza watu wake waaminifu, anavyoongoza wale wote waliojeruhiwa na makucha na tawala za dunia hii mpaka kufikia ule ufalme wa milele na ulio mwema tuliousoma. Sasa aliyeambiwa atoe unabii huu tena ni nani basi? Nisome tu hicho kitabu tulichokisoma hapo, tulichokisema Ufunuo hiyo 12, Ufunuo 10 fungu la 11. Wakaniambia, ukitaka ujue zaidi utaanzia ni sura ina mafungu machache tu 11, utasoma fungu la kwanza kwa utulivu mpaka la mwisho, lakini inamalizia wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu wa taifa na lugha na wafalme wengi. Ilianza kwa Nebukadreza, ikaja kwa Danieli, sasa inakuja kwa wafalme, kwa taifa. Napozungumzia lugha, watu wote wa ulimwengu huu na wafalme wengi. Na Ufunuo hiyo sura ya 10 inaelezea kitabu kidogo ambacho aliweza kupewa mtu huyu. Anaeleza kwamba utakavyokuwa ukila utahisi ni kitamu, lakini kadri kinavyoshuka tumboni kitaonekana ni kichungu. Utaisoma Ufunuo hiyo utaweza kuelewa. Unabii huu wa mataifa haya tuliouona, baada ya kufikia kipindi fulani, maarifa sasa yameweza kuongezeka katika Danieli 12 fungu la 4 tulioisoma, na kitabu sasa kile ambacho kilikuwa kimefungwa, kimetiwa muhuri, sasa watu wamejifunza, wameelewa, na wakaweza kufikia kwamba Yesu anakuja hiyo 1844. Story hii ilileta shauku na hamasa sana kwa watu wa dunia, kwa mataifa na lugha zote na wafalme wote ulimwenguni kwa kipindi kile. Lakini kadri ya muda ulivyozidi kwenda, ilileta huzuni na simanzi, ndio uchungu. Ile furaha ya mapokeo ya Bwana Yesu ilikuwa utamu wa kitabu kile, lakini huzuni, simanzi, kufadhaika moyo ilikuwa ni uchungu wa kitabu kile. Na aliyetoa sasa unabii huu kwa watu wengi alikuwa ni mjumbe wa Mungu kupitia sauti ya Mungu mwenyewe. Kwa msingi wa Biblia, Mungu akaweza kunena naye tena na akaweza kueleza kwa ufasaha sasa kwamba ule mfadhaiko ulikuwa na taswira nyingine, sio kurudi kwa Yesu bali utakaso, na ni mjumbe wa Mungu Ellen G. White. Kwa hiyo haya yote tunayoyasoma leo
tulivyoona katika kipindi hiki cha unabii. Kumbuka ya kwamba njozi aliileta Mungu na Mungu ndiye alitafsiri kama tulivyoona kwa Danieli kule, na Mungu huyo huyo ndiye amekuwa akieleza kwa ufasaha zaidi ili watu waweze kutambua. Ndoto tafsiri yake hauwezi ukaipata sehemu nyingine. Unabii tafsiri yake hauwezi ukaupata sehemu nyingine, ila ni kwa Mungu mwenyewe kwa jinsi ambavyo ameendelea kuelezea. Nitamatishe kwa kusema kwamba yote tuliyojifunza mataifa Danieli 2 na Danieli 7, Ufunuo inakuja inaweka bayana, na tunahakikishiwa na tunaelezwa sasa ilitolewa kwa watu wengi kupitia kalamu ya Ellen G. White, nabii huyu wa Mungu, ikaweza kuwekwa bayana na hivi leo tunaweza kufahamu. Asante. Asante sana daktari kwa uchambuzi huo mzuri kabisa. Umetufafanulia hapa kumbe toa unabii huu tena ni kuna namna ambavyo ilikuwapo inatakiwa kufanyika hapo. Na sasa mpenzi mtazamaji, hivi ndivyo tunavyoelekea miisho sasa ya mwongozo wetu wa kujifunza Biblia katika somo hili la 5 mataifa sehemu ya pili. Na tunapotoka sasa na kukuaga mpenzi mtazamaji, ningependa tutoke na mambo kadhaa ambayo yataweza kutusaidia hasa katika maisha yetu ya kila siku, lakini pia yanaweza kutusaidia ni namna gani tunavyoweza kuishi na watu hapa duniani. Mwinjilisti, wakati ulizungumzia habari ya Nebukadneza alivyoota ile sanamu, Danieli akaja akatafasiri. Tunaona sanamu aliyoiota Nebukadneza ilikuwa na madini mbalimbali, dhahabu, shaba, fedha na vitu kama hivyo. Lakini sasa baada ya huyu Nebukadneza kupewa unabii ule, akaona kwamba yeye ni dhahabu pale juu, akaona hapana, kwa nini mimi niwe nusu tu? Akatengeneza sanamu ya dhahabu tupu akiwa anataka kwamba aendelee kukaa milele na milele. Sasa katika fundisho hili linatufundisha namna gani ya unyenyekevu tunaotakiwa nao kuwa kama viongozi? Kabla sijaenda hilo, nigusie kidogo pale tulipokomea pa toa unabii tena. Karibu. Alafu nijibu hilo swali. Karibu. Toa unabii tena ni Danieli Ufunuo sura ya 10. Tunaona hapa Yohana akionyeshwa njozi. Na aliona malaika mwingine akishuka mbinguni mwenye nguvu. Na huyu malaika alikuwa na kitabu kidogo mkononi mwake. Na alipoanza kusema alizungumza kama vile ngurumo za radi. Yaani alikuwa na ujumbe mkubwa na wenye nguvu sana kwa ulimwengu. Na malaika huyo alikuwa amekanyaga mguu mmoja kwenye bahari, mmoja nchi kavu. Ikimaanisha kwamba malaika kiunabii inamaanisha mjumbe wa Mungu. Na mjumbe huwa na ujumbe. Na ujumbe huu ulikuwa unahusu dunia nzima. Tumejifunza kwamba nchi kavu na bahari inamaanisha dunia nzima. Nchi kavu mahali penye utulivu, lakini bahari mahali penye machafuko au penye watu wengi. Yaani malaika alikuwa na ujumbe kwa ajili ya dunia nzima kupitia kile kitabu kidogo. Na kitabu kidogo hiki ni kitabu cha Danieli. Na Danieli kitabu chake aliambiwa akifunge hadi wakati wa mwisho. Sasa muda huu ulikuwa muda umefika kufunga kitabu cha nabii Danieli. Na ndio maana huyo malaika na kitabu mkononi mwake, na alimwambia yule Yohana kwamba akitoa kile kitabu afu akifanyeje? Akile. Na kile kitabu kitakuwa kitamu kinywani, lakini tumboni kitakuwa kichungu. Maanisha ujumbe huu wa Danieli ulianza kusomwa tu baada ya kile kipindi kirefu cha miaka 1260 cha utawala wa Rumi. Yaani kuanzia mwaka 1798 hapo kuendelea ndipo watu walipoanza kuona maarifa yakaongezeka juu ya kitabu cha Danieli, kusoma kitabu cha Danieli na kufahamu nabii uliomo ndani yake. Ndipo tunamuona mwana matengenezo wa Kimarekani anaitwa William Miller akaanza kusoma kitabu cha Danieli kuanzia mwaka 1830 pale. Akasoma kwa kina zaidi kitabu hiki na alisoma sana aya ile Danieli 8 fungu la 14 inayozungumzia unabii wa miaka 2300. Aliposoma unabii huu akagundua kwamba katika miaka 2300 itakapokomea kutakuwa na tukio fulani. Na kweli aliposoma unabii na akaanza kuchunguza kwa undani zaidi, ilimchukua muda mrefu hadi kufahamu unabii huu. Akagundua kwamba unabii huu miaka 2300 unaanza mwaka 457 na unakomea Oktoba 22, 1884.
akagundua kwamba kumbe katika mwisho wa unabii kutakuwa na tukio. Na alipoona tukio kwamba patakatifu patatakaswa, akagundua kwamba patakatifu patatakaswa ni Yesu kuja kwa Yesu mara ngapi? Mara ya pili kwenye dunia, kutakasa hii dunia. Akahitimisha hivyo, lakini alielezea tukio hilo kimakosa. Lakini katika unabii huu na miaka alikuwa alipo sahihi kabisa. Na alipotoa huu ujumbe kwa watu kwamba kuna tukio la kuja kwa Yesu mara ya pili, alipoanza kuhubiri huu ujumbe wa nabii Danieli ulipokelewa kwa shauku kubwa. Ndio maana kwamba asema kila kitabu alipokea kilikuwa kitamu kinywani. Watu walipokea huu ujumbe, wakajiandaa kuja kwa Yesu mara ya pili kwa shauku kubwa, wakaacha shughuli zao, wakaanza kujiandaa, wakaungana pamoja, na hapo ndipo mwanzo wa Waadventista hapo. Na hivyo siku ilipofika tarehe 22 Oktoba Yesu akuja, watu waliingia uchungu mwingi. Ndio maana aliambia kwamba kitabu kitapoongea tumboni kitakuletea uchungu. Kwamba hatimaye tukio hajatokea, lakini watu wakaingia uchungu mwingi. Kumbe walikosea katika tukio lenyewe, lakini katika ile miaka walikuwa sahihi kabisa. Na hii ikawapa tafakari kwamba wapi wamekosea. Waliporudi kutafakari wapi walikosea, ndipo Mungu alipomuinua Ellen G. White kama mjumbe wake, kama nabii wake, kueleza kwamba wapi wamekosea, kwamba tukio lenyewe lilikuwa sio Yesu kuja duniani mara ya pili, bali Yesu kuingia katika chumba cha pili cha patakatifu kuanza huduma kama mwombezi wetu, kama kuhani wetu mkuu katika hema ile takatifu ya Mungu. Ndipo hapo tunaona kwamba imekuja kutoa unabii tena kwa kila taifa, kabila na lugha ya jamaa. Ndipo mtumishi wa Mungu, mjumbe wa Mungu Ellen G. White alipotoa unabii na kulitia moyo kanisa wa Adventista ambao walikuwa wamekata tamaa na kuingia na uchungu, na kuwapatia tumaini kwamba Mungu bado ana jambo kubwa kwa ajili ya watu wake. Lakini napokuja katika ile swali la msingi ambalo umeliuliza hapo, kuhusiana na mfalme Nebukadneza ambaye aliambia wewe ndio kichwa cha dhahabu. Akajitutuma kwamba mimi kichwa cha dhahabu, akapata kama sifa fulani. Basi nisisie kitu kichwa, bali akatengeneza sanamu kubwa katika Danieli sura ya 3. Kubwa mno. Asema urefu wake ulikuwa na dhiraa 60. Dhiraa 60 ni sanamu kubwa sana. Na akaamuru watu wote katika himaya yake kuweka uzinduzi na sanamu ile waiabudu. Sasa kwa nini tena mfalme huyu ambaye amepewa neno la Mungu na nabii tena anaabudu tena sanamu, na anaamuru watu waabudu sanamu? Kwa nini inakuwa hivi tena? Na kuna kitu gani cha kujifunza hapa? Unyenyekevu. Cha unyenyekevu. Mungu anataka kujifunza kitu fulani katika maisha ya kila mmoja wetu. Mfalme huyu alipaswa kuwa mtulivu na kunyenyekeza kwa Mungu ambaye Daniel alijifunua kwake. Maana baada ya Daniel kumaliza hii ndoto akakiri kwamba hakuna Mungu wa kweli kama Mungu wa Danieli. Na watu wote watetemeke mbele za Mungu wa nani? Wa Danieli. Akawa amesahau tena. Baada ya muda mfupi wanadamu huwa tunasahau. Akatengeneza ile sanamu. Lakini pale katika ile sanamu pia Mungu akajitukuza, maana wale watu ambao hakukubali kuabudu ile sanamu, Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego na wenzake walipokuwa katika tanuru la moto, Mungu aliwapatia ulinzi, hawakuungua. Maana mle ndani alipotupa Yesu alikuwa mle ndani akiwalinda na ule moto wa kuwaunguza, na wakatoka akiwa salama. Na akashangaa ule muujiza mkubwa kwamba kuingia katika tanuru la moto lakini kutokufa. Lakini wale walinzi waliotupa wale vijana ndio walipata ule moto, mwaka wa moto, wakaanguka wakafa. Tunajifunza kwamba Mungu analinda watu wake, na mfalme alipaswa kuwa mtulivu, aulize kwamba kuna nini katika Mungu wa Danieli, na ajifunze, anyenyekee, na hii ingemsaidia kuokolewa na kuongolewa katika hali ya haki na utauwa. Kwa katika dunia hii tuna watawala mbalimbali, wasijivunie utawala walionao, bali wajifunze kwamba kuna Mungu ambaye ni mtawala wa vyote na aliyeweka hapo waongoze kwa haki. Asante. Asante sana mwinjilisti. Umeelezea kwa uzuri kabisa, tujifunze kuwa wanyenyekevu. Maana tunaambiwa hata mamlaka yote tunayoiona ni Mungu ndiye aliyeiweka. Kwa hiyo jifunze kumwangalia Mungu na kujifunza kutoka kwake. Amen. Daktari, tunapoenda sasa katika miisho, tulishapata habari ya unyenyekevu katika uongozi. Tunaona hapa habari za siasa. Kuna wakati utafika watu watahitaji kuungana. Binadamu wanataka kuungana pamoja, wakae pamoja, wawe kitu kimoja. Na kama vile tunavyoona wakati ule wa Babeli pale walivyofanya. Sasa katika habari tunawezaje kupata funzo katika sehemu hii? Naam, asante sana.
kumbuka tunaendelea na mataifa sehemu ya pili. Unakumbuka mataifa sehemu ya kwanza tuliona story ya mnara ule wa Babeli, jinsi watu walivyotaka kujikusanya pamoja kuweza kujenga. Sasa tunaangazia juu ya siasa, fundisho juu ya siasa. Kabla ya kwenda katika fundisho juu ya siasa, kipo kitu kidogo sana katika fundisho kuhusu uongozi. Sote tunajua Mungu ndiye muumbaji, ndiye mwenyezi, ndiye mtawala, lakini kwako wewe nani anayeongoza? Nani anayetawala katika maisha yako? Unajua tunaweza tukawa wote tunajua hivyo, maana katika Biblia kuna andiko linasema hata mapepo, hata mashetani wanajua kwamba Mungu ni nani. Sasa kwako wewe nani anayetawala? Unajua unaweza ukawa unasema Mungu ni mtawala, lakini kumbe shetani ndiye anatawala. Angalia ni nani aliye mtawala halisi wa Mungu na Mungu katika maisha yako. Kumbuka Mungu kwanza, vingine vyote vya baadaye. Sasa fundisho kuhusu siasa. Katika umoja, Kiswahili kinatuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na mataifa wameenda mbali zaidi. Kuna umoja wa Kikristo ambao umeanzishwa, na utasikia ajenda yao kama ni nzuri hivi, inavutia kwamba tuungane kwa pamoja kwa kuwa Mungu wetu ni mmoja na imani katika Kristo na nini, basi tufanye tu vitu vyote kwa umoja hivyo. Yani kumbuka amri ya kwanza tuliyoiona, katazo. Kufanya kitu kizuri sio garantii peke yake ya kuweza kupata haki mbele ya Mungu, bali hata kutofanya kile kilicho kibaya. Yani nia ya Adamu, mpango wa shetani, alikuja na urubunifu huu wa kwamba kumbe mtajua. Sasa kwa nini hawafiche ikiwa mtajua? Hebu jaribuni, kwa kuwa ni kitu chema. Na ndio siasa ambayo inaendelea katika Ukristo na dini ulimwenguni hivi leo, kwamba umoja ni kitu chema, lakini huo umoja dhima kubwa hasa ni nini? Na Mungu anazungumza nini katika umoja? Ikiwa umoja huo utaondosha nafasi ya kusikiliza na kutii makatazo na maelekezo aliyoyatoa Mungu, umoja huo hauna maana. Na ndiyo maana waungwana na waaminifu wa Mungu wanaenda pole na wanachelea kujihusisha na kuungana katika umoja huu wa Kikristo. Na napokuwa tukihama hapo kutoka katika fundisho kuhusu siasa, angalia siasa hiyo ina ajenda hiyo ni nini? Ikuzuie kutenda maovu, lakini ikuwezeshe kutenda mema. Ikiwa inakuwezesha kutenda mema, unafanya ovu, unavunja katazo la Mungu, sio ajenda nzuri. Na mwisho kabisa kuna somo juu ya mtazamo. Sasa hii somo juu ya mtazamo imegawanyika katika vitu viwili. Kumbuka tunaongelea mataifa ambayo inahusisha watu wote kabisa. Tumezungumzia habari za wafalme, habari za viongozi, jambo ambalo ni zuri. Lakini huenda kuna mwenzangu hayupo katika nafasi hizo kubwa za uongozi na nini, akajiona kama hii habari haimuhusu. Hapana, hii habari inatuhusu sisi wote. Mtazamo wa kwanza ni juu ya watu wa kawaida ambao si viongozi, si mashuhuri, hawana elimu kubwa sana kivile. Wao waga wana ile kitu wanasema msimamo, yani maskini jeuri. Wanashikilia mafundisho na mapotosho maovu hata kama hawaelewi kipi kipo nyuma ya pazia. Hebu usiwe maskini jeuri unayeendelea kung'ang'ania kwamba sisi babu zetu walifanya hivi, waliabudu hivi, wakafanya vile, sisi ni nani tusifanye hivyo? Hapana. Neno la Mungu linasemaje? Lisikilize neno. Na mtazamo wa pili ni kwa wasomi sasa, watu wenye hekima zao waliojaribu kuutomasa ulimwengu huu, wakaja na propaganda na ajenda zao.
fundisho la pekee ni kwamba yote hayo ikiwa yanamtoa Mungu katika utawala, yanamnyima Mungu nafasi, vitu vyote ni bure. Katika kitabu cha Warumi 3 ameelezea habari hiyo. Warumi 3 fungu la 10 mpaka la 19 anaelezea hekima yote bila Mungu ni bure, ni upuuzi mtupu. Kwa hiyo katika upande wa mitazamo tugundue hilo kwamba hata kama utajiona kwamba una akili, una hekima, umefanya tafiti zako fulani, ikiwa haikusogezi karibu na mmiliki na mtawala wa ulimwengu huu ambaye ni Mungu, kitu hicho ni bure. Kwa mitazamo hiyo, kwa mafundisho hayo, uongozi, siasa, mitazamo, tunaweza sasa kupata nini kilichokuwa kinamaanisha katika mataifa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Asante. Kufikia hapo hatuna la ziada. Kwa heri kwa sasa.